Kile cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, neno la Mungu linasema ya kwamba Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Somo letu la leo linahusu nafsi ya mwanadamu. Tunavyosoma kwa habari ya nafsi ya mwanadamu, tunaona mwanadamu alifanyika kuwa nafsi hai katika kitabu cha Mwanzo sura 2 mstari wa 7. Manake pasinge kuwepo na pumzi ya Mungu kumpulizia mwanadamu, hakuna uhai wowote ambao ungetokea ndani ya mtu. Uhai aliobeba mwanadamu unatokana na pumzi ya Mungu. Pumzi ya Mungu pekee ndiyo ileweza kufanya uhai ndani ya nafsi ya mwanadamu. Basi nafsi ni nini? Nafsi ni nini? Wapendwa katika Bwana, kitafakari nafsi ni nini? Nafsi ni uhai ambao upo katika kiumbe fulani. Tunaona mwanadamu alipoumbwa na Mungu, Mungu alimfanya mwanadamu kwa mavumbi ya ardhi, alimfinyanga mwanadamu. Lakini yule mwanadamu aliyekuwa amefinyangwa, alikuwepo hawezi kufanya chochote, alikuwepo hawezi kufanya neno lolote, na uhai ndani yake ulikuwepo haupo. Lakini Mungu alichokifanya, alipuliza pumzi, yule mwanadamu akaja akawa nafsi hai. Mwanadamu akawa nafsi hai. Uhai unatokana na pumzi aliyopuliza Mungu. Tunaona Mungu alivyopuliza pumzi, mwanadamu alivuta, endezeni akawa anatoa, anavuta na kutoa. Kwa hiyo hii pumzi tunavuta imebeba uhai ndani yake. Maana ndani ya hii pumzi kumebeba nafsi ya mwanadamu. Mtu yoyote anayetaka kufa, mtu yoyote au aliyekufa, unakuta hawezi kuvuta tena hii pumzi. Kwa nini? Ile pumzi aliyopuliza Mungu ndio imebeba uhai wake. Rikaraba shandarabasiki. Bwana akupe neema ukaweze kuelewa. Kuna watu ambao wamekusudiwa katika somo hili kufunguliwa. Roho Mtakatifu, naomba ukafundishe watoto wako. Basi tunaona wakati Mungu anamuumba mwanadamu, mwanadamu alikuwa hawezi kufanya neno lolote. Mwanadamu alikuwa hawezi kufanya chochote. Tunaona Mungu anamfinyanga, anapuliza pumzi, mwanadamu anakuwa nafsi hai. Katika nafsi ya mwanadamu ndipo ulipobebwa uhai. Uhai wa mwanadamu aweze kuishi inategemeana na ile pumzi. Maana pasipo pumzi ya mwanadamu, pasipo pumzi mwanadamu hawezi kuishi. Kuna wakati mmoja tunaona katika Biblia inatuonyesha kwamba mwanadamu alikopo anatengeneza sanamu, lakini zile sanamu zilikopo hazina uhai, ni sanamu zisizonena. Kwa nini? Sanamu yote haipumui, lakini kutokupumua kwake, nyuma ya ile sanamu kuna roho. Kuna tofauti kubwa watu wa Mungu kati ya roho na nafsi. Kuna tofauti kati ya roho na nafsi. Japokuwa vitu hivi vina uwezo wa kutenda kazi kwa pamoja. Mtu wa Mungu, Mungu alivyomuumba mwanadamu, alimuumba kwa sura na mfano wake, alimuumba kwa kufanana naye. Mwanadamu alikuwa ni roho kamili, lakini ile roho haiwezi kufanya kazi katika ulimwengu wa mwili pasipo kuwepo. Haiwezi kufanya kazi katika ulimwengu wa mwili. Roho hiyo haiwezi kufanya kazi katika ulimwengu wa mwili pasipo kuwepo na kitu kinachoitwa nafsi. Nafsi inaunganisha mwili na roho. Nafsi inaunganisha mwili na roho. Ili roho iweze kufanya kazi, inahitaji nafsi ya mwanadamu. Katika ulimwengu wa mwili, kiumbe chochote chenye nafsi kinaweza kikatumiwa na roho ili ile roho iweze kufanya kazi katika ulimwengu wa mwili. Tukiangalia viumbe vile venye uhai kama
Maana nilijaribu kusoma pia katika Mambo ya Lawi, tunaona Mungu kuna vitu alikopo anatoa sheria, alikuwa anatoa amri, akawambia mnapochinja msile, mnaweza kula ile nyama lakini msile damu, maana katika ile damu ndipo ilipokuwa uhai wa kiumbe yule. Kwa hiyo tunakuja kugundua kila kiumbe anayeishi ana damu. Pasipo kupo na damu, yule kiumbe hawezi kuishi, anakufa. Na ile damu imebeba uhai, manake kuna siri kubwa katika damu, ambapo ndani ya damu kuna nafsi ya mtu inaishi katika damu. Ndo maana utakuja kugundua sana nguvu za giza zinapenda kutumia damu, kwa sababu damu ina uhai. Biblia inasema atendaye dhambi katika ulimwengu wa roho inamtemsi kama ni mtu aliyekufa. Tunaona mtu anapokuwa ni mchawi, mtu anapokuwa kuhani wa giza, anakuwa katika ulimwengu wa roho, tunamtemsi kama yule mtu amekufa. Na mshahara wa dhambi obvious inajulikana, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo kama hawa wachawi na nguvu za giza wanakuwa wamekufa katika ulimwengu wa roho, wanahitaji uhai, na uhai ambao wanaotafuta ni kuwinda nafsi za watu. Wakiwinda zile nafsi, wakinywa damu, wanapata uhai. Lakini tena damu, kwa sababu tayari ndani yako kuna damu ya Yesu, ambayo damu ya Yesu ndio inayokupa uhai wa wewe kusurvive katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna nafsi ambazo zimekufa kiroho. Lakini katika nafsi, ukiangalia uhalisia wa mwanadamu, Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Mungu alivyomuumba alimwekea roho. Manake kitu chochote utakachokiumba, maana Mungu alipokupulizia ile pumzi yenye uhai, manake Mungu alikutoa ndani yake, akapuliza ile pumzi, sehemu ya uhai ikakaa ndani yako, ambapo ndani yako wewe kuna asili ya uungu ambao Mungu ameuweka ndani yako wewe kama mwanadamu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Ndani ya mwanadamu kuna asili ya uungu ambao Mungu ameuweka. Ndio maana mwanadamu anaweza akatamka kitu kikatokea, kwa sababu ya ule uungu ambao Mungu ameuweka ndani ya mtu. Wapendwa katika Bwana mnaonisikiliza, sikilizeni kwa makini ujumbe mweze kuelewa kati ya roho na nafsi. Kati ya roho na nafsi, unavyotengeneza sanamu, lile sanamu linakuwa lina roho kamili. Kinacho miss pale ni nafsi. We mwenyewe ukitolewa nafsi yako, mwili wako unabaki ni kama sanamu. Na Mungu akikutazama wewe, Mungu kitu ambacho ana shida nacho ni hiyo nafsi yako. Unapokufa, mwili unarudi mavumbini, maana ndo asili yake. Roho yako inamrudia Mungu, nafsi yako ndo inakuwa kwenye hukumu. Biblia inasema kila nafsi itendayo dhambi itakufa. Kila nafsi inayotenda dhambi itakufa. Ukisoma katika Galatia sura ya 5 inasema, nasema enendeni katika roho, kwa maana hamtoweza kutimiza tamaa za mwili. Maana mwili hutamani ukishindana na roho, mpaka hamwezi kufanya mnayoyataka. Sikiliza kwa makini mpendo katika Bwana. Wagalatia 5 mstari wa 16. Nisikize kwa makini mtu wa Mungu. Sura ya 16. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16. Tunaona mwili na roho huwa vina tabia, viko opposite. Manake roho hawezi kupatana na mwili hata siku moja. Roho anatamani hiki, mwili anatamani hiki. Na asili ya mwili ni hapa duniani, asili ya roho ni uzima wa milele. Mungu amekupa roho ili uifuate roho. Mungu hataki ufuate mwili. Mungu amekupa roho ili uifuate roho. Nini kinachofuata roho? Ni nafsi yako. Nafsi yako ndo wewe mwenyewe. Ukifa, mwili unarudi mavumbini, kama alivyosema Mungu, mwanadamu u mavumbi na mavumbini utarejea. Lakini kwa mujibu wa Ayubu anasema unapokufa, roho yako inamrudia muumba wake.
Kinachobaki ni nini? Ni ile nafsi. Paulo anavyosema enendeni katika roho. Nafsi yako ndo inayokaguliwa, ilienenda katika roho, sio mwili. Ilienenda katika roho, hiyo nafsi. Je, ilienenda katika roho au ilienenda katika mwili? Unavyosikia mtu amekuwa kiroho, manake kinachokuwa sio mwili, sio roho yake, kinachokuwa ni nafsi ya mtu. Nafsi ya mtu unavyoilisha maarifa ya neno la Mungu ndiyo inayokuwa ikifanana na roho. Kuna viwango ambapo nafsi ya mtu inavyokuwa na maarifa, ndipo ile nafsi inamachua, ukiangalia inafanana na roho. And when you die, ukiwa umekufa, kinachoinuka roho yako wakati inamrudia Mungu inakuwa imeambatanishwa na nafsi yako. Ana nafsi ilikuwa ikifuata roho tangu mwanzo, na nafsi ina tabia ya kubadilika. Ukilisha maarifa inabadilika, inafanana na roho. Ukisoma katika Zaburi, ukisoma Biblia inakwambia wewe ni rungu langu na silaha zangu za vita. Wewe unakuwaje rungu? Maana hiyo ni nafsi yako. Nafsi yako ina uwezo wa kubadilika ikawa silaha katika ulimwengu wa roho. Nafsi yako ina uwezo wa kubadilika ikawa upanga. Unavyosema ninatuma upanga kwenye maombi ulimwengu wa roho, nafsi yako inabadilika inakuwa upanga, inaenda inakata. Ndio maana wachawi nafsi zao zinachomoka, zinakuja kumwangia mtu, yeye mwili wake ameuacha. Unakuta mchawi amelala, lakini anatoka nje ya mwili. Kinachotoka ni nafsi. Nafsi inaenda inafanya kazi, inakuja inakuataki, wewe unamwona amelala. Na wewe katika maombi unavyosema kwa neema ya Bwana ninaliendea jeshi, katika ulimwengu wa roho mwili wako unaonekana umesimama pale, lakini nafsi yako inakuwa inatembea, inaenda katika lile eneo la vita, inaenda inafanya kazi. Ukisema ninakata, nafsi yako inabadilika. Sasa unavyosoma neno kama Biblia inavyosema katika Yoshua 1:8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, wewe ukitafakari mchana na usiku. Ukitafakari mchana na usiku, unavyosoma neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni roho kamili. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 1 inasema hapo mwanzo kulikuwepo kuna neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Maana neno ni Mungu mwenyewe, na Mungu asili yake. Ukisoma katika Yohana 4:24 neno la Mungu lasema Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kama Mungu ni roho ambaye ni neno, kwa maana unavyosoma neno linaingia kwenye nafsi yako. Nafsi yako inabadilika, inakuwa kiroho, ikifanana na roho. Manake nafsi yako imetakiwa ikuwe ikifanana na roho. Ndio maana Paulo anazungumzia kuna watu ambao wamepata maarifa ambayo yamefikia viwango. Anasema kuna ambao wako viwango vya kiwiko, wengine kusukasukwa. Manake ni nini? Nafsi inavyokuwa, unavyosoma neno linamuumba Kristo ndani ya nafsi yako, Kristo anavyoumbika. Manake nafsi yako inaenda ikibadilishwa, nafsi yako inaenda ikibadilika. Kwa hiyo unapoifuatisha roho, maanake nafsi yako imetakiwa ifate roho, sio mwili. Na ukifatisha mwili, nafsi yako itabadilika tu, itafanana na mwili. Na ukifa, nafsi yako itaambatana na mwili. Maanake mwili na roho viko opposite. Ukifa, kama ulifata mwili, nafsi yako itafata mwili. Nafsi yako asili yake ni Mungu, ni mbinguni, na roho asili yake ni mbinguni. Kwa hiyo nia ya roho ni uzima na amani, nia ya mwili ni mauti. Kwa hiyo nafsi yako imetakiwa ifate roho na sio mwili. Na sheria iliwekwa kwa ajili ya mwili, na ukiongozwa na roho haupo chini ya sheria. Kwa hiyo mwili ukipewa sheria unalazimishwa kufuata roho. Kuna watu wameshindwa kuiweza miili yao, wanaendeshwa na miili. Kuna watu walikuwa wananitafuta, wananiambia sasa, mtumishi, tunafanyaje? Mimi siwezi kuacha ulevi, mimi siwezi kuacha masturbation. Manake cha kwanza kabisa, yule mtu mwili wake mwenyewe umeshamshinda. Ameshindwa na mwili wake. Mwili wake una nguvu kuliko yeye. Ukichanganya na mapepo ambayo yako nyuma ya zile tabia, huyo mtu kuchomoka ni gereza kubwa sana. Inahitajika neema ya Mungu ambayo itakuja kumfungua yule mtu kuchomoka katika kile kifungo. Wapendwa katika Bwana, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Katika maisha tunayoyaishi,
Mungu anavyokutazama wewe, anaangalia nafsi yako. Mungu angalie mwili, sijui umejipamba, umevaa wigi, umevaa nini. No, Mungu anasikitikia nafsi yako. Mungu ana shida na huo mwili. Mwili ni wa hapa duniani, na nia ya mwili ni mauti. Ukifatisha mwili, nafsi yako itavutwa, itafanana na mwili, na ukifa mwili ukibaki hapa, shetani anasema this you belong to me. Mwili wako ni wako, kwa sababu umefuata mwili. Rafiki wa mwili ni shetani, na chochote chenye mwili yani kimeshashindwa na shetani. Kwa nini? Adam alishashindwa pamoja na mwili wake, akapoteza lile vazi. Kwa hiyo umetakiwa uvue umwili wa damu na nyama, umvae Kristo ili uweze kushinda umwili watu katika Bwana. Lazima umvae Kristo. Paulo anasema mvaeni Kristo. Kwa hiyo nafsi yako ukiwa hauna Kristo ni kama mtu unayeonekana huko uchi. Ndio maana Adam katika bustani ya Eden, baada ya kutenda dhambi, alijiona yuko uchi, kwa sababu alipoteza lile vazi. Mwanzoni Adam alikuwa akifunikwa na vazi la utukufu wa Mungu, na dhambi iliondoa ule utukufu wa Mungu, lile vazi likaondoka, ule ulinzi ukaondoka. Kwa hiyo hii nyama, damu na nyama haviwezi kumshinda shetani. Unapokuwa na mwili ni rafiki wa shetani. Wapendwa, hivi vitu tunavyoviona vya kidunia, sijui mapambo, ni vya muda tu, vinaisha, ni vya muda. Chenye thamani ni nafsi yako. Yesu anauliza swali, anasema ya kwamba ya nini ukipewa ulimwengu mzima alafu kaipoteza nafsi yako? Shetani yuko razi akupe chochote ili ipate tu nafsi yako. Na wewe ujijue, hata ukijiulizwa wewe ni nani kwenye ulimwengu wa roho, tambua ya kwamba wewe sio mwili. Wewe ni nafsi yenye roho inayoishi ndani ya mwili. Mwili wako ni kama nyumba yako. Mwili wako ni kama nyumba, na hii nyumba ni kwa muda tu, ni kipindi cha kupita. Unapokuwa duniani, wewe ni mpitaji. Nafsi yako ndio ina connect uhusiano wa roho na mwili. Ni somo pana, wapendwa katika Bwana. Mungu akinipa neema, nitawafundisha jinsi gani roho inavyozungumza na nafsi na taarifa zinafika kwenye mwili. Maanake ni nini? Mwili ni nyumba ya roho, mwili ni nyumba ya nafsi. Maanake ndani ya mwili inaishi nafsi yako ambayo ni wewe, na ndani ya nafsi yako inaishi roho yako, na ndani ya roho yako ndipo anapokaa Roho Mtakatifu. Ndio maana unavyoambiwa uzame vilindini, maana ni utafute zile frequency katika roho, ndipo Mungu anavyozungumza na roho yako. Na mwili hauwezi kuisikia roho hata siku moja. Ndio maana mtu yoyote ambaye anaenda fasting, mtu yoyote ambaye anafunga, maanake anaunyima mwili chakula. Na mwili ukikosa nguvu, automatically roho inakuwa ina nguvu. Maanake vitu vinapingana, na roho ikikosa nguvu, mwili unakuwa na nguvu. Imagine kwa siku ukikosa chakula katika mwili, unaona siku ni ndefu sana. Na chakula cha nafsi yako ni neno la Mungu. Fikiria, umepitisha siku ngapi hujasoma neno la Mungu? Hicho ni chakula. Hizo siku zikonveti katika ulimwengu wa mwili, ungekuwa na njaa kiasi gani? Afu hiyo njaa ikonvati, jua nafsi yako iko katika hali mbaya. Ni Wakristo wengi ambao wanatembea na njaa za kiroho, wanaomba, wanasema maombi yetu hayajibiwi, tunapigwa vita. Nini shida? Hata ukienda kukemea pepo likikuangalia linaona wewe umezoofika, unakuwa shako ya kiroho, anaona hamna neno ndani yako, pepo anakucheka kwanza. Maana akiangalia yeye, pepo mwenyewe ana mwili kuliko wewe, unategemea utamtoa pepo kwa staili. Kuna viwango ukikaa katika neno, ukimwangalia tu pepo akikuangalia hivi, anaona huyu mtu ni giant, anakimbia. Kuna viwango ukianza kuzungumza, kufanya uinjilisti njiani, pepo zinakimbia zenyewe, zinawachia watu, zinaona huyu mtu sio kawaida. Maanake nafsi yako imemshiba Kristo, na lile vazi la Kristo likakuvaa. Rikarabashandarabasiki. Lazima ukiwa kama Mkristo umvae Kristo, usome neno. Hakuna njia ya tofauti ya kukua kiroho pasipo kusoma neno. Neno imetakiwa usome mara kwa mara, sio Jumapili kwa Jumapili.
Watu wengi wamekufa kiroho, nafsi zao zimefungwa, hawawezi kusoma neno. Sikiliza, kuna siku nilikuwa na tafakari, mgonjwa kiroho anakuaje? Vyakula vya mgonjwa kiroho, unakuta tukianzia vyakula vya mgonjwa kimwili. Mgonjwa kimwili hawezi kula ugali, atakula vyakula vyepesi kama uji ambao kabisa ni vyakula ambavyo ni kama mtoto umemtafunia chakula alafu unamlisha mtoto, tampa uji. Kwa hiyo kuna Wakristo wao hawawezi kusoma neno wenyewe, wao wanasubiri kusikiliza mahubiri. Ukijiona unasikiliza mahubiri ndo imeisha hivyo, somi neno mwenyewe, jua we ni mgonjwa kiroho. Ule ni kama uji unapata. Na mgonjwa hali yake ikiwa ni mbaya kabisa, hataki chakula, hataki uji, hataki nini. Kuna watu wengine ni wagonjwa, yani unakuta ni mgonjwa ambaye anakaribia kufa. Kuna watu wengine hawataki kusikia mahubiri, ukimhubiria, ukimfanyia injilisti yani anaweza hata akakukimbiza. Na mtu aliyekufa kiroho kabisa ni kama aliyekufa kimwili. Ukitaka kuamini, chukua kiporo cha ugali, pelekea maiti pale mochwari, uone kama itakula haili. Kwa hiyo kuna watu ambao wamekufa kiroho, hataki kabisa kusikia neno. Maisha ndani yameisha, yamepotea. Kristo hayuko tena ndani yao. Kwa hiyo jua kwamba vyovyote unavyovifanya, nafsi yako ndo inapata madhara. Ni kweli katika ulimwengu wa mwili kuna vitu unaweza ukavifanya ukaona unapendeza, unafanya nini, lakini angalia nafsi yako inapata madhara gani. Kuna watu wakiambiwa wasivai mawigi wanaona ni kama watu hawana akili. Usiangalie mwili, angalia nafsi yako ina madhara gani. Ni kitu gani, ni roho gani iliyoko nyuma ya kile kitu ambacho nakitumia. Yesu analisikitikia sana kanisa, na Yesu yuko karibu kurudi. Watu wa Mungu, iangalie nafsi yako. Ukisoma Biblia nzima, Mungu anazungumza kwa habari ya nafsi. Ukisoma Biblia kuanzia Mwanzo, tunaona ni mtu mmoja ambaye bustanini mwa Edeni alifanya kosa, uzao wake wote ukaingia katika matatizo, ambaye ni Adam. Adam ni mtu mmoja, aliingia katika makosa, uzao wake wote ukaangukia katika utumwa wa Shetani. Nyoka alikuwa ni Shetani katika bustani ya Edeni, na Adam peke yake ndo alienda kwa Shetani yeye mwenyewe. Baadaye wakajikuta wote, yeye na uzao wake wote umeangukia kule. Ni Biblia hiyo hiyo inayoelezea stori hiyo hiyo kwa habari ya nafsi. Tunamwona Yusufu alienda Misri peke yake. Farao katika Biblia anafananishwa na Shetani. Yusufu alienda peke yake kwa Farao, lakini baadaye ndugu zake wote, uzao mzima unajikuta huko mikononi mwa Farao, ambapo Mungu anaanza kutafuta mbinu tena ya kuwatoa kwa kupitia Musa. Kwa hiyo Yusufu tunamwona katika Biblia anaenda Misri, ndo Adamu ambaye tunamwona anaingia kule kufanya makubaliano na nyoka. Tunaona Yusufu anahamia na ndugu zake wote Misri kwa ajili ya njaa. Ni Biblia inaelezea katika mafumbo, parable. Mungu anazungumzia kwa habari ya nafsi, safari ya Mungu kuwatoa Waisraeli jangwani. Ni Mungu anavyopambana na nafsi zetu. Anavyozungumza, vipofu ataona, ni wale vipofu wa kiroho. Viwete watatembea, kuna watu ni viwete wa kiroho. Mungu hajaja duniani kuhubiri sijui viwete wa kimwili, viwete wa kinini, ni wale wa kiroho. Japokuwa ulimwengu wa roho unaamua ulimwengu wa mwili ufanye nini. Maana kuna ambao wamefungwa kuanzia rohoni mpaka mwilini, na vya mwilini Mungu anafanya ndio ili watu waweze kumwamini yeye. Kwa hiyo muujiza wote Mungu anaofanya afanyi kama entertainment, ni hiyo nafsi yako tu itafutwe. Hata alivyoenda kwa Petro akamponya mamake na Petro, tunaona kwamba kilichokuwa kinatafutwa ilikuwa ni Petro anatafuta nafsi yako. Ni mambo mengi Mungu amekutendea, miujiza mingi Mungu amekutendea, lakini tambua kinachotafutwa ni hiyo nafsi yako. Nafsi pekee ndo inaweza ikakuwa kiroho na ikaweza kuaccess ulimwengu wa roho. Maanake roho tayari iko katika ulimwengu wa roho, mwili uko katika ulimwengu wa mwili. Maanake nafsi yako inaweza ikafundishwa
ikapata neema. Maana tumesema nafsi ndio inayokuwa kiroho. Nafsi ikifundishwa inabadilika, inafanana na roho, na then nafsi ikishabadilika ina uwezo kamili wa kuingia katika ulimwengu wa roho na ukafanya vitu vilivyo katika ulimwengu wa roho. Hiyo ni nafsi ya mwanadamu. Kuna nafsi ambazo zinafundishwa uchawi, zinaenda katika ulimwengu wa roho, zinafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Kuna nafsi ambazo zinasoma neno la Mungu, zinapata nguvu za Mungu, zina access ulimwengu wa roho. Wapendwa katika Bwana, basi kwa saa huu najisikia ndani yangu kuomba na watu ambao wamefungwa nafsi zao. Ikiwa uko hapa unanisikia, nafsi yako imekuwa ikifungwa, unaota ndoto mbaya, unaota unakimbizwa, unaota uko mashuleni, unaota unakula katika ndoto, hiyo ni nafsi yako inaonyeshwa kwamba uko katika vifungo fulani. Kuna wengine wanalishwa vyakula vya wachawi usiku, wanaota wamekula, wanamka asubuhi na hasira, wanaota wamesahau ndoto. Unaweza ukakomenti then tukaomba kwa pamoja. Ukiwa uko hapo kwa wakati huu, unaweza ukakomenti tukaomba pamoja. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, asante Roho Bwana, asante Roho Bwana, asante Mfalme amani, asante Roho Mtakatifu, Mungu mwenye nguvu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, Baba, ninawaleta watoto wako hawa. Tazama Bwana, umewaleta wana shida mbalimbali, na umesema katika neno lako, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tazama, ni wengi ambao nafsi zao zimewekwa katika utumwa, wametumikishwa na adui. Nawe Bwana umekuja kuweka huru walioonewa. Baba, ninawasogeza mikononi mwako. Ni ombi langu kwako Bwana, wakafunguliwe. Ni ombi langu kwako Bwana, wakafunguliwe, wakawekwe huru. Usiku wa leo Bwana, ninaachilia neema yako Bwana, ninaachilia kibali chako, Mfalme amani, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu zikapite juu yao, nguvu za Mungu zikapite juu yao Bwana, ukawafungue kwa uweza wako Bwana, ukawafungue kwa uweza